Katika Biblia tumepata ya kwamba Pasaka imeandikwa mara 75. Haleluya. Mara 75. Agano la Kale limeongea juu ya Pasaka mara 49. Zilizosalia zimenenwa na Agano Jipya ambayo Yesu Kristo ameileta. Haleluya. Kwa hivyo leo nataka kuzungumzia tu hizo Pasaka ya Bwana. Haleluya. Nafikiri waliokuwa wameanza na mimi wiki 2-3 zilizopita, nilikuwa nimezungumza mwanzo wa Pasaka ilianzia wapi. Kwa nini watu wanakula Pasaka ya Bwana? Labda wewe uko hapo umekuja mgeni na ukapata hii habari ya kwamba wanaongea mambo ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii Pasaka maana yake ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaambiwa katika Kutoka 12 mstari wa 11 ya kwamba tena mtamula hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mkononi mwenu, nanyi mtamula kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Kutoka 12:21. Hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wana kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. Haleluya. Wewe kwako una watoto 7, yule kondoo ni wa mwaka mmoja. Je, mtamaliza? Sasa nendeni mkachukue mwana kondoo ama ng'ombe wa mwaka mmoja, mkamchinje, ni Pasaka. Na kama hautaweza, kwenu mko wawili, hamtamaliza, chukuaneni nyumba 2-3 mkamule mmalize. Haleluya. Kwanza kabisa ni dhabihu. Pasaka ni dhabihu ambayo inatolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi tangia mwanzo. Haleluya. Kwa hivyo tunapata ya kwamba watu walikuwa wanajitakasa wawe wasafi ili waanze safari. Wana wa Israeli walikuwa ni watakasike mwanzo ndiposa waanze safari. Mambo haya yalifanyika kwa sababu ya utakaso. Haleluya. Kwa hivyo yule wa kuila ile Pasaka lazima awe kwanza mtakatifu. Sasa kondoo alikuwa anachinjwa ni kwa sababu ya kumtakasa mtu huyu ama jamii ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo yule mwana kondoo saa hii hachinjwi mwana kondoo tena. Yesu alichinjwa, damu yake ikamwagika. Sheria ilikuwa yule kondoo ambaye alikuwa anachinjwa wakati huo, hata ukimula haukuruhusiwa kuvunja mfupa yake. Haleluya. Hauwezi vunja mfupa kabisa. Kondoo alikuwa anachomwa, hawezi chemshwa. Anachomwa kwa makaa, alafu analiwa, na kwatu zinachomwa zinakuwa jifu. Kitu chenye ukuli unachoma mpaka inakuwa jifu. Mifupa yake haikuvunjwa. Na ukitaka kujua huyo Pasaka saa hii tunayemchinja ama saa hii tunayemula ni Yesu Kristo. Yesu aliposhikwa, akateswa, akapigwa, hakuvunjwa mfupa wake hata mmoja. Hakuvunjwa hata mbavu. Kupigwa kwake hakuvunjwa.
Na maandiko yanasema ya kwamba yule mwana kondoo asivunjwe nini? Mfupa wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sisi tunamla Yesu katika njia hii. Yeye mwenyewe akasema juu ya meza, jioni ya Alhamisi akala na wanafunzi wake Pasaka. Yeye akawa ndiye ondoleo la dhambi ambayo watu walikuwa wanaondoa na kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama ng'ombe wa mwaka mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hakuna kusanya tena jamii mchinje kondoo, bali sasa hivi tunakusanyika kumula Yesu Kristo, mwili wake. Kwa hivyo Musa ameita watu ili aweze kuwaeleza masharti ya kutumia hiyo Pasaka. Anasema mkamtoe yule mwana kondoo kiasi kadri ya uweza wenye nyumba yenu iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo hiyo ni Kutoka 12:27. Ndipo mtawaambia ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri wakaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kushujudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu amekuuliza Pasaka hii nini? Alama yake naanzia wapi? Mahali ambapo Mungu aliweza kuonyesha ya kwamba yeye atasimama na wale ambao wamekula yule Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu walioondoa dhambi zao kutumia yule mwana kondoo, Bwana anasimama na kuwatetea kwa adui. Wasafi wametubu dhambi zao. Haleluya. Sijui kama kwenu mtu alikuwa akipigwa jiwe damu ikitoka mnafanyaje, lakini kwetu ilikuwa saa hii ni kawaida tu, mnaongea naisha. Lakini kitambo ilikuwa ukipiga mtoto wa mtu jiwe atoe damu, unatoa kuku, anaenda sijui ananyonga ama anafanyaje kuku. Wananyongea hapo kuku, wanafanya hivi kwa kichwa, basi hiyo damu inazuia dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule kuku analiwa, anachomwa, analiwa, hivyo mambo maisha. Kwa hivyo Yesu alipokuja mambo haya yakaisha. Mtu anayeokoka haruhusiwi kufanya hivyo, wala haruhusiwi kukaa kikao cha kunyonga mbuzi, kondoo ama nini ili wamule kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ukiwa unafanya hivyo, then wewe ni najisi, haufai kumula tena Pasaka wa Bwana. Haleluya. Kifika mwezi wa 8 wale wabaluya wa huko wanaenda huko, ng'ombe na chinjwa, inaongeleshwa maneno ndio inachinjwa, si hivi hivi. Ng'ombe nasemeshwa maneno alafu inachinjwa, na wewe umekaa hapo umeokoka, nakatiwa nyama unaenda nayo, si vizuri. Lazima tuheshimu Pasaka ambaye ni Yesu Kristo, ilitolewa mara moja na ikaokoa ulimwengu mzima. Haleluya. Nafurahi kwa sababu ya damu ya Yesu ambayo ilimwagika. Ilitosha, maana singeweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe haungeweza. Watoto wetu hawajui ile hasara ambayo wazazi wao walienda miaka hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nashukuru Mungu anabadilisha. Watu wanabadilika polepole. Polepole. Itakuja kukamilika siku hiyo. Nasoma kitabu cha Kutoka 12:43. Bwana akamwambia Musa na Haruni,
amri ya Pasaka ni hii: mtu mgeni asimle. Haleluya. Lakini mtumishi wa mtu awaye yote aliyenunuliwa kwa fedha ukiisha mtahiri, ndipo hapo atamla Pasaka. Haleluya. Poleni kwa wale wenye wanaona, pasta, mbona anaongea mambo ya kutahiri tena? Hii sasa ni vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kutahiriwa moyo sio govi, ni kutahiriwa moyo. Ukishatahiriwa moyo, hiyo tayari inamaanisha kwamba umeokoka. So mtu ambaye hajaokoka hawezi kumula. Haleluya. Yule ambaye ameokoka jana hawezi akamula huyu Pasaka kwa sababu yeye ni mgeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni mgeni. 45 Kutoka 12:45. Akaaye kwenu hali ya ugeni na mtumishi aliyeajiriwa wasimule Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yeyote amekaa kwenu hapa kanisani hajatahiriwa moyo, huyu mtu hasimule Pasaka. Hastahili, maana yeye ni mgeni. Hafai. Ni mtu wa aina gani huyu ambaye wanasema? Mtu ambaye amekuja kanisani, anakaa na nyinyi, anaomba na nyinyi, lakini katika mambo ya kutahiriwa moyo hayuko. Atakuja kanisani kwa sababu ya register iongezeke, lakini katika matendo ya mtu ambaye ameokoka hayumo. Kwa hivyo huyu anaitwa ni mgeni aliyenunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Asimule. Kwa hivyo kama ni wewe usikule. Nimesoma 48. Nimesoma 45. 48 inasema hivi: na mgeni atakapoketi pamoja nawe na kupenda kufanyia Bwana Pasaka, waume wake wote na watahiriwe, ndipo hapo akaribie na kufanya Pasaka, naye atakuwa mfano mmoja na mtu aliyezaliwa katika nchi. Lakini mtu yeyote asiyetahiriwa asimule. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio karani aliuliza, wangapi ambao watakula meza ya Bwana? Na hawa watu walioinua mikono walikuwa ni watu nani? Siku 7. Nikaplasi mimi, nikaplasi mke wangu na sijui na nani, nikaona inaweza kuwa round figure ni watu 10. So watu 10 nyinyi mlinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo inasema ya kwamba kama mtu mgeni amekuja amekaa na nyinyi kidogo na akapenda kumula huyu Pasaka, huyu mtu anapenda pia kufanya kama nyinyi mnafanya. Tunaambiwa katika maandiko ni atahiriwe. Juzi kuna wale ambao wametahiriwa, wako tayari kumula meza ya Bwana. Kwa hivyo hawa watu kama hawataki kutahiriwa,
basi hawawezi faa kukaa katika hiyo meza ya Bwana. Haleluya. Lazima. Kwa hivyo mtu yeyote mwenye anajua ya kwamba yeye moyo wake ungali kuwaza nyuma, angali anafikiria niokoke kweli, na mimi nitaonekanaje nikiokoka? Labda pengine nikiokoka urembo wangu utaisha. Labda pengine nikiokoka sitapata mume. Labda pengine nikiokoka sitapata mke, kwa sababu najua mpaka nitende dhambi kidogo ndio nipate. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo haya mambo, mtu wa kusita wa namna hiyo hatakikani. Kwa hivyo hata tukipungua karani tufike 5 wa kukaa meza ya Bwana, tusiogope, maana tuna wageni wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisongeze damu, hiyo ni 34:25 Kutoka. Usisongeze damu ya sadaka yangu pamoja na mkate uliotiwa chachu, wala hiyo sadaka ya sikukuu ya Pasaka haitasazwa hata asubuhi. Yaani isibakishwe, vile niliwaambia, isibaki. Hiyo tu inafanya sisi kwenda wapi? Nyali. Lakini ingekuwa inaweza sazwa, tunamkula tu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaenda kwa sababu hatutaki isazwe, tunataka ishe. Mambo ya Walawi 23:5. Mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka. Na Bwana, Pasaka ya Bwana. Nataka nisungumuze kuhusu siku na tarehe. Hapa Bombolulu, kwa upande wetu hatujawahi kaa chini tukaweka siku na tarehe ya hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wao hawajui, lakini siku na tarehe ya hapa iko, ambayo tukianza kuhesabu tulianza lini huduma hapa. Hiyo ndio siku ya kwanza ya siku ya hapa. Haleluya. Na tarehe. Kwa hivyo tukisema kila wakati ambao hiyo siku inafika tunasherekea. Sasa hii tumeletewa na miigizo ya makanisa mengi tu, na hata tumealikwa tukienda wengine, ya kwamba watu wanasherekea anniversary, church anniversary. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi mmeenda hiyo sherehe, na hiyo ndiyo basi siku ambayo hao watu wanahesabu. Hapa wanahesabu siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Jioni ndio wakamula yule Pasaka. Haleluya. Kwa hivyo kila ikifika wakati huo walikuwa wanamula. Wawe njiani, wawe wapi. Kulikuwa na safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuingia Kanaani. Walikaa miaka mingi barabarani wakitembea, lakini walikuwa kila mwaka wanamula yule Pasaka. Kila mwaka wanachinja. Kila mwaka wanachinja mpaka vile walifika. Kwa hivyo usishangae ukiona mwaka ujao pia tunasema kwamba tunaenda kumula. Haleluya. Sasa hiyo siku ilikuja kagongana na ile siku ambayo ya mikate isiyotiwa chachu. Haleluya. Ilipogongana na hiyo siku, ndio sasa Yesu naye anatakikana ashikwe, ateswe. Ni kwa sababu ya hiyo Pasaka. Haleluya. Sasa Yesu akawa yeye ndio Pasaka. Angalia uone mambo vile inafanana. Yesu akawa yeye ndiye anachinjwa badala ya kondoo. Haleluya. Na alipofanywa hivyo, kuanzia hapo kuendelea hakuna tena kuchinja kondoo ati ni Pasaka. Na ukiona mtu anafanya hivyo, ako kinyume.
Ukisoma Biblia unaambiwa ya kwamba Yesu ndiye Pasaka. Yeye ndio dhabihu yetu ambaye alichinjwa mara moja, damu ikamwagika na ikatakasa ulimwengu mzima. Haleluya. Kwa hivyo tarehe 14 ya mwezi wakati wa jioni ni Pasaka ya Bwana. Huko wakamula. Hesabu 9 mstari wa 2. Tena wana wa Israeli na washike siku kuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa. Wakati ambao umeagizwa. Kama sasa vile tumeagiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba tunaenda Nyali kusherekea Pasaka ama kumula yule Pasaka. Tushike hiyo sheria na tuifuate. Tusiache siku itakapofika tuseme ya kwamba leo tunamula hapa. Basi itakuwa tumetosha. Tumeona ya kwamba kiwango chetu kinatosha. Wale wanaomula yule kondoo tuko watu wangapi? 20. Basi tumlete kondoo tumule. Ni Yesu Kristo. Haleluya. Ni Yesu Kristo ambaye alitufundisha hiyo. Sasa sitaki nifuatilie mambo ya Agano la Kale sana. Nataka kuwaleta katika Agano Jipya. Nilipata mhubiri mmoja akasema Agano la Kale limezeeka, limekuwa kuukuu. Sasa ni Agano Jipya. Haleluya. Lakini neno liko pale pale, halijazeeka, liko tu sawa, lakini wanataka kutupeleka mbele mbio ili tusahau mambo yaliyokuwa nyuma. Usipofundisha nyuma, kanisa litajuaje Pasaka? Maana kuna watu wameenda shule theolojia wakatoka na ujuzi wao. Wanatembea humu ndani wakiwahoji. Wakipata mtu anakuuliza unajuaje kuhusu Pasaka, unaanza basi alisema, niliona tu akasema, lakini huwa tunafanya kivipi? Inamaanisha nini? Mimi sijui. Bora tu pasa alisema basi. So lazima ujue na uelewe ni kwa nini. Haleluya. Yeyote ambaye hawezi kumula huyu Pasaka, huyo mtu tabia zake haziko pamoja na yeye. Haleluya. Petro akaambiwa tu na Yesu, kama hutaki nikuoshe mguu, hauna shirika na mimi. Petro akamwambia, hapana mwalimu, nakuomba nioshe sura yangu, mikono, hata miguu pia, ili niwe safi. Haleluya. Nafikiria kwa wale wenye wanaandika na wapatia vitabu vya kutosha. Tulikuwa tumefika mambo ya Walawi 23:5, si ndio? Hesabu. Imeenda mbio. Tumefika Hesabu. Hesabu 9:2, sio? Hesabu 9:4 andika, naongea juu ya Pasaka yule. Nasema ya kwamba kisha Musa akawaambia wana wa Israeli kwamba waishike siku kuu hiyo ya Pasaka. Hesabu 9:5 inasema nao wakaishika Pasaka katika mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni katika bara ya Sinai. Vile kama hivyo yote Bwana alivyoagiza Musa ndivyo alivyofanya wana wa Israeli. Unaona sasa hapa wamesafiri. Walipomchinja wa kwanza wakaanza asubuhi safari. Hawakulala tena njio. Lakini hapa wamefika wapi? Bara ya Sinai. Wakamchinja tena, kumaanisha huo mwaka umefika tena. Wakamchinja tena. Sasa ukiendelea na hizo vitabu utaona ya kwamba walichinja mara nyingi wakiendelea na safari. Hesabu 9:6 basi walikuwako watu waume kadha wa kadha waliokuwa na unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu, hata hawawezi kuishika Pasaka siku hiyo. Nao wakaenda mbele ya Musa na Haroni siku ya hao watu
wakamwambia, Bwana Yesu asifiwe sana, uchafu. Hauwezi kumula Pasaka ukiwa mchafu. Haleluya. Mjitakaze, muwe wasafi kiasi ya kwamba mnapomula Pasaka nyinyi ni wasafi. Ukiwa najisi, basi hiyo dhambi itakaa juu yako. Hesabu 9:10. Nena na wana wa Israeli ukawaambie, mtu wa kwenu au wa vizazi vyenu yeyote atakayekuwa na unajisi kwa ajili ya maiti au akiweko mbali katika safari, na haya yote ataishika Pasaka kwa Bwana. Haleluya. Nataka niongee hapo anapeana masharti, mtu yeyote wa kwenu. Kama saa hii Regina, umeenda Nairobi na umerudi. Sasa Regina anaweza kumula, bora tu awe nani? Ni mtakatifu. Haleluya. Isiwe ya kwamba amesafiri ameenda akirudi asimule. Hapa tunaambiwa ya kwamba bora ni wa wapi? Ni wa kwenu. Nyumba hiyo ataruhusiwa kumula yule Pasaka. Lakini mtu yeyote aliye najisi na amekubaliana kutubu, wale walienda kwa Haruni. Hapo nyuma haikuwa tunaenda sasa mko huru. Hata una ujasiri kusema nilienda mbele za Bwana nikaomba Hawa walikuwa wanaenda mbele ya Haruni ama Musa wamwambie, jamani mimi macho yangu ilitamani mke wa jirani, na nilipomtamani nilimuongeresha, licha kwamba tu kuelewana, lakini ni dhambi nilifanya. Basi Musa amwambie, umesamehewa kwa Mungu. Hebu chinja mbuzi ama chinja yule kondoo utakasike. Haleluya. Ilikuwa hivyo. Lakini sasa ondoleo la dhambi ni Yesu, mwenye nguvu zote. Mpaka sasa hii umeruhusiwa ya kwamba ukienda mbele ya Yesu ukiomba lolote unapewa. Haleluya. Si kupitia katika mchungaji ndio upewa, hapana. Haleluya. Kwa sababu umekuwa ni mwana. Kwa hivyo mwana anaweza kwenda safari na akirudi apate Pasaka iko tayari, ataikula. Haleluya. Endelea tu, wacha nikusomee uandike ili Hesabu 9:12, andika hiyo, utasoma nyumbani. Hesabu 9:13 inaendelea 14 mpaka 16. Haya tukaruka mpaka 33. Hesabu 23:16. Hesabu 33:3. Yote naongea hiyo Pasaka jinsi wanamula. Kumbukumbu la Torati 16:1. Kumbukumbu inasema hivi, utunze mwezi wa Abibu ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Haleluya. Hii sasa inaitwa Abibu katika lugha ya la wanaitwa Kiisraeli, yani wanaiita Abibu na sababu yake ni kama nyinyi mnaita Januari, Februari, Machi kwa sababu ya nani anaweza kutaja miezi kwa Kiswahili bila kigugumizi? Kuna mtu? Unaona kama Januari Aprili wanaita nini kwa Kiswahili? Si unaona sasa inaenda hivyo ikienda. So hawa huo mwezi wakauita Abibu. So ikifika wakati wa Abibu mnamchinja yule Pasaka.
Kwa hivyo usishangae Abibu ni nini? Ni wakati ambao umefika, ama ni mwezi ambao hao watu walikuwa wanafanya namna gani? Wanamchinja Pasaka yule. Wakasema uitunze. Kutunza, mtu akikwambia microphone hii nataka uitunze, kumaanisha kwamba uangalie iwe inafanya kwa kila wakati iko sawa. Pasaka unapoitunza kila wakati utaifanya pasipokuwa na shaka, maana utakuwa unaitunza. Hiyo sasa Mungu anaagiza iwe agizo katika wana wa Israeli. Haleluya. Unaweza kusoma Kumbukumbu la Torati 16:2 inaendelea, utasoma hizo. Kumbukumbu la Torati 16:5, 16 hiyo 6, Joshua 5:10. Basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgali. Walipokuwa katika safari ya kwenda Kanani, walifika mahali panaitwa Gilgali. Hapo mahali ndipo walipanga hema zao kwa ajili ya Pasaka pia. Ukihesabu utaona ya kwamba walikula Pasaka 40 kwa miaka 40, wakienda wapi? Nchi ya ahadi. Hawakuchoka. Lakini angalia wewe, nini inaweza kuzuia? Kama mwaka jana ulikula meza ya Bwana, lakini mwaka huu unasikia hutaki kula, na ni mwaka tu wa pili. Haleluya. So jioji ili ujue ni nini inaweza kukuzuia. Joshua 5:10, Joshua 5:11, aya Wafalme wa pili 23:21. Naye mfalme akawaamuru watu wote akasema, mfanyieni Bwana Mungu wenu Pasaka kama mlivyoandikiwa katika kitabu hiki cha agano. Mfalme ameamuru. Licha ya kwamba nyinyi si watu wangu, lakini kwa sababu mmepita nchi hii, nyinyi fanyeni Bwana wenu Pasaka vile mnavyotaka. Yaani kama kwa mfano wanapita nchini Kenya, wakifika huku kulingana na vitabu ambavyo wanavyo vya sheria vinaruhusu. Kwa hivyo mfalme ameamua ya kwamba sasa nyinyi wa Israeli fanyeni meza ya Bwana jinsi inavyotakikana. Haleluya. Walipofika Gilgali, okay, acha niende Agano la Kale. Vitabu vingi 75 naongea habari ya Pasaka. Katika kitabu cha kwanza cha